wa leo, lakini vile vile nawashukuru sana kwa mchango na michango yenu ya maendeleo mlioendelea kutoa kwa hali na mali, lakini niwashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa mliotoa kuhakikisha kwamba Makambako inaenda kuwa mji unaoeleweka na mji unaopangika na mji wenye amani na mji unaofaa kwa kuishi binadamu. Haya yote ya shukrani, pamoja na kwamba nimezipitisha kwenu, kimsingi nazipitisha kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli amefanya kazi nzuri. Kipindi chake chote ambacho amekuwepo kazini, amekuwa ni mama bora, ni mlezi bora, ni mtu aliyefanya kazi kwa kujitambua sana, na hasa kututambua watu wake tulivyokuwa. Unajua, kuwa kiongozi sio kazi rahisi. Wakati mwingine unaweza ukawa una uwezo mkubwa kabisa wa kuongoza, lakini kuongoza watu ni kazi kubwa sana. Lakini katika hili Mama Samia ameupiga mwingi. Tunampongeza kwenye mji wetu wa Makambako kwenye sekta ya elimu. Kuna shule ambazo tulikuwa tumezoea kila inapofika mwezi wa 11 au 12 kuanza mchango kwa ajili ya madarasa ya watoto. Lakini tangu Mheshimiwa Rais ameingia, kuna shule za sekondari zisizopungua 4 ambazo zimeshuka kama uyoga. Jamani, hakuna uyoga wala hakuna fedha ya kuchotwa. Hii ni juhudi, ni maarifa ya viongozi wetu waliokuwa wanaongozwa, tuliokuwa tunaongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunakubaliana kabisa kwamba kwenye mji wa Makambako kwenye sekta ya elimu amegusa sehemu zote, lakini hakumaliza na wala hatutamaliza, kwa sababu changamoto moja huanzisha nyingine. Kadri tunavyoendelea tunazidi kuongezeka, kadri tunavyoongezeka miundombinu inazidi kuhitajika. Kwa hiyo mpaka tunaingia kaburini, swala hili hakuna atakayekuja kuweza kusema amemaliza. Ataendelea kupambana nalo, lakini tunakiri kwamba Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, amefanya kazi kubwa. Sekta ya afya, kuanzia hospitali hadi vituo vya afya hadi zahanati, kwenye mji wetu wa Makambako hakuna sehemu ambayo hiki kitu hakipo. Sehemu zote kwenye hospitali ya wilaya ipo, vituo vya afya tunavyo, zahanati tunavyo, kata zote 12. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini barabara tumeona zikiendelea kutengenezwa. Watu wengi wanasema barabara zinaharibika. Tunashukuru sana TARURA, mnajitahidi sana. Kwa fedha zinazotolewa na Mheshimiwa Rais, zikisimamiwa na viongozi na watendaji mnasimamia, mmefanya vizuri sana. Shida na raha yake ni kwamba jinsi watu tunavyoongezeka na matatizo huongezeka, hivyo ndio vya kuwakumbusha watu wajue hilo. Kadri tunavyokuwa wengi, sasa hizi barabara zimekuwa finyu, magari tumezaliwa na magari yake tumezaliwa nayo, lakini hatukuzaliwa na barabara. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni pale tunaona sasa ufinyu wa barabara haitoshi, tunaona barabara ikiharibika mara kwa mara kwa sababu kumekuwa na frequency kubwa ya matumizi ya barabara. Na sasa mmegundua hiyo mbinu nyingine nzuri zaidi, hiyo mnayotengeneza lami kwenye lami. Ni mbinu mpya, kila changamoto inapotokeza na fursa inatokea. Tulikuwa tunapata shida, mnaziba barabara, mnafumua barabara, mnaanza upya, lakini sasa tumeona lami juu ya lami inatengenezwa na inakuwa nzuri kabisa kama barabara mpya. Nawapongezeni sana. Lakini jambo jingine, swala la umeme, nakaribisha sana meneja wa TANESCO kwenye mji wetu wa Makambako. Mji wetu wa Makambako ni mji mzuri, ni mji mtulivu usio na shida yoyote, lakini kuna watu huwa wanakuja na shida zao. Tunaomba chukua muda kujifunza watu wa Makambako wanataka nini na hawataki nini. Utaishi kwa amani, tutaishi kwa amani sana. Wana Makambako tunataka ushirikiano, tunataka umoja kama unavyoona hapa. Shehe yupo, mchungaji yupo, watu wa usalama wapo, watu wa afya wapo. Watu hawa unaenda kuwatumikia wewe mtu wa umeme, ndio hao ambao wanatumikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio hao anaowatumikia mtu wa NFRA, ndio hao anaowatumikia mtu wa afya. Basi sisi
tukipatana, tukiungana kutumikia hawa watu tutakuwa hakuna shida. Kwa kuendelea kushirikiana katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya serikali, ikiwa ni pamoja na usimamizi wa shughuli mbalimbali kama utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo tunayo, lakini yeye ameelekeza kwamba bado tuna miradi ambayo inaendelea kutekelezwa kwenye maeneo yetu. Anaomba tuendelee kuisimamia. Bado nafasi hiyo waheshimiwa madiwani nayo, japokuwa naona mwenyekiti ameshasema kama anaaga, lakini bado nafasi hiyo nayo ya kuendelea kuchapa kazi mpaka pale tutakapopewa maelekezo mengine. Kwa hiyo anaelekeza kwamba miradi ambayo iko kwenye utekelezaji iweze kukamilika kwa wakati kabla ya mwaka wa fedha kuisha, kwa sababu serikali imeshatoa fedha kwa ajili ya miradi hiyo. Lakini pia jambo lingine, anawashukuru tena kwa kuweza kushirikiana naye katika kukimbiza mwenge wa uhuru ambao kushirikiana naye vizuri sana mwanzo mpaka mwisho kuhakikisha miradi iko vizuri, lakini kukesha na mwenge na kukabidhi kwa wenzetu wa Njombe DC kwa wakati bila kuchoka. Pamoja na hilo, kama ambavyo wenzangu wengine wametangulia kusema, mimi binafsi naomba niwashukuru sana kwa kufanya kazi kwa ushirikiano kwa miaka hii mitano. Makambako ilikuwa tulivu na salama, halmashauri ilikuwa na utulivu. Tunajua ni ninyi wenyewe ambao mmeamua kufanya kazi kwa uadilifu, uaminifu, lakini ushirikiano, kubebana pale ambapo unatokea na mapungufu fulani, kuchukuliana kama familia. Jambo hilo ni jema sana na tunawashukuru sana.